Thomas wana toko kangaye. Soki nga nazate, j'ai déjà tout fait. Thomas. Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena asubuhi njema ya siku ya leo mercredi le 14 janvier 2026. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu mbichi za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea taarifa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na habari mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari zetu za asubuhi ya leo tutawaambia alichokitangaza General Amuli Yakutumba, kiongozi wa Wazalendo CNPSC huko Fizi. Kundi lenye silaha la Twirwaneho linatahadharisha kuhusu kuimarishwa kwa wanajeshi wapya kutoka Burundi na kusema kuwa mpango wao ni kuanza kufanya mashambulizi dhidi ya maeneo yao na vijiji vya Wanyamulenge. Tutawapeleka ndani ya eneo ya Kalembe kwenye kuliripotiwa mapigano makali kati ya Wazalendo na wasi wa AFC M23 usiku wa jana wa kuamkia asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi tena mingi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone ili kukuwa nazipata taarifa zetu. Mkumbuke kucomment na kuzilike taarifa hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ni kuponyeza hapo kwenye titre. Chini ya titre hiyo mu description kuna linki ama lie ya grupe yetu ya WhatsApp. Ujiunge nasi kupitia linki hiyo, bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Bila kukawia tufungue ukurasa wetu wa habari. Taarifa zetu tuzianzie huko mu territoire ya Fizi. Tuwaambie alichokitangaza General Yakutumba, kiongozi wa kundi la Wazalendo CNPSC. Mnakumbuka ya kwamba juzi uongozi wa territoire ya Fizi kutoka mjini Fizi walikuwa wameita makomunote yote ya pale Fizi kukutania kunani kubiro ya territoire ya Fizi pale mjini Fizi ili kupatana na kiongozi wa Wazalendo yule General Yakutumba. Kuna message ambayo alikuwa anataka kuwaambia. Message ambayo alikuwa nayo si engine ni kukumbusha raia ya kwamba Kongo ndiyo nchi pekee kabisa ambayo wako nayo, wanapaswa kuipigania na kuzuia wale ambao wako na mpango wa kubalikaniza nchi. Alisema hayo akimnyoshea kidole ancien président de la République démocratique du Congo Joseph Kabila kuwa yeye ndiye ambaye iko nyuma kabisa ya waasi wa AFC M23, akiwa anataka tena kukamata uongozi wa nchi ya Kongo. Wakati wa hotuba yake aliwakumbusha wakaaji wa huko Fizi kwa kazi walioifanya kuanzia kwa uongozi wake Joseph Kabila. Huyu Generale Amuli Yakutumba yeye alipiganaka vita na Joseph Kabila. Mnaokumbuka historia yake, alipiganaka sana na serikali yake ancien president Joseph Kabila. Hayo yote aliyasema kuhusu vita yao kabisa na uongozi wake president Joseph Kabila. Alikuwa akisema hayo akiambia population kufunguka macho kwa sababu president Joseph Kabila yeye pour le moment iko napenda tumikishe raia wa muunge mkono ili apate tena kurudia madarakani. Anasema ya kwamba Joseph Kabila kusaidia AFC M23 na waleta wakiwa wanasema ya kwamba wao ni wakombozi, wanapiganisha gouvernement mbaya ya Felix Tshisekedi. Ila aliwakumbusha population ya kwamba gouvernement mbaya kabisa haiko ya president Felix Tshisekedi, bali gouvernement mbaya ambayo Kongo iko nayo ni ya depuis zamani na wakati wa uongozi wake gouvernement ilikuwa kamba
mbaya. Alisema kwamba Felix Tshisekedi iko na pigana vita ya kuijenga gouvernement ikuwe bien, kwa sababu wale wabaya ambao waliwakutana mu gouvernement ni wale wa zamani kwa uongozi wake Joseph Kabila. Alisema mengi kuhusu Joseph Kabila, ambapo aliwaambia kuhusu muhula wake wa pili wakati vita kati yao ilikuwa imeisha. Aliambia population wa Fizi kule mu territoire ya Fizi ya kwamba atajenga mahopitali, atawajengea mabalabala. Hayo yote hayakufanyika. Ile inaonesha uongozi mbaya wake Joseph Kabila, na akaendelea kusema ya kwamba tatizo ya AFC M23 haiko vita ya hivi juzi ambayo imekuja kwa uongozi wake Felix Tshisekedi. Hapana, ni vita ya zamani. Alisema hayo akitaka kuambia wale watu ambao wanasema kwamba Felix Tshisekedi ndiye mtu ambaye alileta vita hii. Alisema kwamba kwenye uongozi wake Joseph Kabila vita ilikuwaka, na hata vita hii haikuanzaka wakati wa uongozi wake, bali ni vita ya zamani. Mnaojua historia kabisa ya hii vita ni ya zamani sana. Mkikumbuka RCD, mkikumbuka CNDP, hayo yote haya kukuwaka kwenye uongozi wake President Felix Tshisekedi. Hapana, ni kuongozi wa nani wa president wa zamani wa nchi ya Kongo. Aliwaambia watu wote wa Fizi ya kwamba hii ni wakati ya kupigana wakiwa wanajua adui ambaye wanapigana naye ni nani. Alimnyoshea kidole ancien president Joseph Kabila kuwa yeye ndiye ambaye anaendesha vita hivi kwa kutaka tena kukamata uongozi wa nchi ya Kongo au kubalkanize maeneo ambayo atakuwa ameyakamata. Aliambia wakaji kusimama na kuanza kabisa kupigana vita hii kwa pamoja. Wazalendo wanaojitolea kupigana vita hii wataendelea kabisa kupiganisha hao wasi wa AFC M23 mpaka pale ambapo vita hii watakapoimaliza, na akakumbusha population ya kwamba nao wanapaswa kupigana vita hii kupitia njia zote kabisa, usaidizi wote ambao wazalendo wanaweza kuwa nao uko pale. Na kitu kingine ambacho aliwaambia kwamba na serikali ya Kongo ya sasa hailali. Aliwaambia kuhusu defete ambayo walikutanaka nayo pale wakati wa vita vya maeneo ya Uvira kule kuanzia Luvungi kushuka maeneo ya Sange mpaka Uvira. Kawaambia kwamba hayo ni mapito na mambo yote yanaweza tena yakageuka. Kawaambia kwamba kina mwanzo kina mwisho. Aliwaambia kwamba arme ya Kongo inaendelea kujiandaa, wanatuma majeshi usiku na mchana, na watapigana mpaka kurekipere maeneo yote kuanzia Uvira na mpaka Goma na maeneo yengine yote yanayokaliwa na wasi wa AFC M23. Alichowaambia ni ya kwamba vita hii inayoendelea kwa sasa ni yake President Joseph Kabila na nchi za Rwanda anazosaidiana nazo ili kubalikanize nchi ya Kongo. Hayo ndiyo aliyoyatangaza siku ya jana huyu Generale Yakutumba, kiongozi wa wazalendo huko Fizi. Tukiwa mu territoire ya Fizi huko mu Plateau, kundi lenye silaha la Twirwaneho linatahadharisha kuhusu kuimarishwa upya kwa wanajeshi wa Burundi ndani ya maeneo tofauti ya Plateau de Fizi, ambapo wanasema ya kwamba wanajeshi wapya wa Burundi walifika huko kwa mpango wa kwanza vita zidi ya maeneo ya Twirwaneho na vijiji vya Wanyamlenge. Katika taarifa yao ya siku ya jana wanasema kwamba wanajeshi wapya wa jeshi la Burundi FDNB wakiwa ndani ya teni militaire ya FARDC walikuwa deploye ndani ya point zero, wakakuwa deploye Bijaga karibu kabisa na eneo ya Biuya mbele ya maeneo ya Nakiele, ambapo wanasema kwamba wengine nao wanaelekea ndani ya village ya Gatongo maeneo karibu na Minembwe.
Wanasema kwamba uimarishaji huo mpya unalenga kuanza kufanya vita dhidi ya maeneo ya Twirwaneho na hata vijiji vya Wanyamulenge, ambapo Twirwaneho inaishutumu FDNB kwa kufanya vita contre tribu ya Wanyamulenge. Hiyo habari ilitangazwa siku ya jana na Twirwaneho na wakatoa wito kwa community nationale na internationale kukamata maamuzi ya kufanya kurejesha jeshi la waetranger la nchi ya Burundi huko kwao, wasiendelee na vita vinavyowalenga Wanyamulenge. Jeshi la Burundi FDNB alijatangaza chochote kuhusu hayo. Twirwaneho hayo inadai ya kwamba kuko deployment kabisa ya wanajeshi wa Burundi kule ambao wana mpango wa kuatakie vijiji vya Wanyamulenge. Habari zetu zinaendelea, tuwapeleke moja kwa moja huko Kalembe kwenye asubuhi ya leo kumekucha na utulivu baada ya mapigano usiku wote kati ya wazalendo na wasi wa AFC M23 ndani ya eneo ya Kalembe. Kulingana na vyanzo vyetu, wazalendo walianzisha mashambulizi ya wakati mmoja dhidi ya ngome za wasi karibu saa 12 za jioni ya jana kwa saa za huko, kwa lengo la kuwaondoa kutoka mji huo ambao wameukalia kwa zaidi ya mwaka mmoja. Kulingana na vyanzo hivi, milipuko mikubwa kutoka kwa silaha nzito ilisikika jijini, wakaaji wakiwa wameshikwa na hofu walibaki ndani ya nyumba. Idadi ya watu walioathiriwa na mapigano haya bado haijulikani. Asubuhi hii ya Jumatano pale ndani ya eneo hii ya Kalembe, hali bado ni tete na hii eneo ya Kalembe ni eneo kubwa ambayo inahifadhi kaya kadhaa za watu waliokimbia makazi yao kutoka maeneo mbalimbali wakikimbia ukosefu wa usalama. Kuzuka upya kwa mapigano hapo kuko na acha wakaji tena wanaanza kubabaika wakikimbilia ndani ya vijiji tofauti vinavyokuwa karibu na hapo. Wazalendo ambao waliatakia M23 ndani ya mungini huu wa Kalembe walijaribu kuwaondoa hao wasi wa M23 ila hawakufanikiwa. Baada ya mapigano makali walirudishwa nyuma, walikuwa repousse na M23 wakarejea ndani ya mapozisio tofauti yao karibu na eneo hiyo ya Kalembe. Kama ukumbusho, eneo linalozunguka Kalembe katika eneo la ufalme la Bashale limekuwa likikumbwa na mapigano katika wiki za hivi karibuni kati ya wasi wa M23 na wazalendo na kusababisha watu wengi kuhama makazi yao na kupora mali za wakaaji. Tukio la hivyo karibuni lilitokea juzi le 24 Desemba mwaka jana, ambapo ilikuwa mkesha wa Christmas. Kuliripotiwa mapigano hapo, wakaaji kabisa siku ya Christmas wakashinda na wako na uoga kabisa kutokana na tukio hilo. Na eneo hii ya Kalembe iko karibu na maeneo ya Minjenje kule Muwalikale kwenye mapigano yanaripotiwaka kila wakati. Maeneo ya Buhimba iko mbali na pale, mnajua kwamba mapigano yanakuwaka hatari mu maeneo hayo. Donc hali ya kiusalama mwa hayo maeneo si nzuri kutokana na kuzuka upya kwa mapigano kati ya wasi wa M23 pamoja na wazalendo. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke moja kwa moja huko Ituri kwenye yule Generale Nkashama Luboya, gouverneur wa Ituri, alitangaza ya kwamba tamkamata yule Thomas Lubanga, kiongozi wa CRP. Mfuate video hiyo. Thomas wana tokokanga ye soki nga nazate, j'ai déjà tout fait. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, moi. Tu ne vivras pas en paix. Tout, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Toi, Thomas. Même si tu vas te cacher sur terre ici, il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher. Même là où tu es, on viendra t'arrêter. Crois-moi. Parce qu'au Bomisi Batou, depuis 1999, 10 lélo. Bana lélo, bana mike, 9 ans, 10 ans, parce que nous qui les tous.
Ils ne vont plus à l'école. Tu veux que qui t'apprenne? Même le diable, il n'a pas ta tête. Le diable est même plus beau que toi. Mais c'est vrai. Video hiyo kabisa nadhani ya kwamba mmeisikia. Huyu General Nkashama anasema kwamba alishapanga kabisa kila kitu. General Thomas Lubanga ambaye ni kiongozi wa CRP atakamatwa awe hai awe aisha kufa. Alisema kwamba na pale ambapo iko pale kwenye anakaa kwa sasa au nje ya nchi ya Kongo au nchini Kongo maeneo ya Ituri atamkamata. Aliapa kabisa Generale Nkashama Luboya mbele ya wakaaji huko Muituri, akiwaambia ya kwamba kila kitu kisha pangwa wamwamini Generale Luboya yule kiongozi wa CRP Thomas Lubanga atakamatwa na serikali na wanajeshi wake. Alitangaza haya huko Muituri kukiwa kunaendelea kuripotiwa mapigano hapa na pale kati ya jeshi la Kongo FARDC na wanamgambo hao wa CRP ndani ya maeneo tofauti ya Jugu kama eneo la Bule. Kule kulikuwa kukiripotiwa mapigano makali. Ndani ya maeneo ya mwamba la ziwa Albert kule mapigano yalikuwa yakiendelea na operation hazijaisha, bali hivi juzi FARDC na jeshi la Uganda UPDF walitangaza kuanzisha upya operation zinazolenga kuwasaka wanajeshi wa ADF pamoja na CRP wa Thomas Lubanga. Katika operation hizo sasa ambazo FARDC na jeshi la Uganda wanaendesha, Nkashama John Luboya anaamini ya kwamba watashinda vita hiyo na watamkamata yule Thomas Lubanga, kiongozi wa kundi hilo la CRP linalopigana na jeshi la Kongo huko Muituri. Tukiwa ndani ya Ituri, watu wengi walikamatwa mkiwemo wanajeshi wa FARDC ndani ya ankete ambayo ilikuwa ikifanyika kuhusu kifo chake yule journaliste Thierry Bangalole ambaye alikuwa akitumika ku RTNC kule Ituri. Hao watu walioneshwa mbele ya wakaji huko wakikuwa presente kama wa suspecte. Kwanza wale ni watu ambao walikamatwa. Ankete itafanywa zidi yao wakuje kujua ya kwamba kabisa ni wao ambao waliwaua. Ankete zinaendelea huko wakitaka kuwakamata wahalifu ambao walimuua yule journaliste huko Ituri. Asante ndugu zangu, hizo ndizo taarifa ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo, na washukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuzifuata habari zetu. Muendelee kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote mbichi kabisa kwa wakati. Asante, tupatane ndani ya taarifa zifuatazo. Merci beaucoup.